Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Tuko katika kitabu cha Yoshua katika sura yake ya kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kuwa nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Amen. Nenda mtazamaji wangu wa MHAE TV na wa kipindi hiki cha mkate wa leo. Asante kwa kufuatilia na asante kwa wengi kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Mungu aendelee kuwabariki. Tuko katika ahadi, tunaziangalia ahadi. Sasa tumefikia ahadi nyingine. Hapa tunakutana na ahadi nyingine ambayo Mungu alimwahidi Yoshua baada ya Musa. Anamwambia kuanzia mstari wa 5, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa mtumishi wangu. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hii ni ahadi kwamba wote wanaotumikia Bwana, pamoja na kwamba anaweza kukutana na changamoto na za adui ama changamoto mbalimbali za maisha, lakini Mungu anamwahidi huyu Bwana, anamwambia hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kwa kifupi anamwambia mimi nitakuwa pamoja nawe, kwa hiyo hakuna mtu atakayekuweza. Hakuna mtu atakayekuweza. Hakuna mtu atakayekuweza. Jambo lingine anamwambia mstari wa 6 au mstari wa 5 mwishoni pale anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Sitakupungukia wala sitakuacha. Hii ni ahadi, anamwambia nitakuwa pamoja nawe, sitakupungukia wala sitakuacha. Sitakupungukia maana yake sitakuwepo. Hakutakuwa wakati ambao sitakuwepo pamoja na wewe. Kila wakati nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha. Sitakuacha. Hii ni ahadi ya ajabu kwamba Mungu atatembea pamoja naye. Ndivyo ilivyo hata kwako pia. Mungu hatakuacha ili mradi tu utampenda na kumtumikia kwa moyo. Anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Pale tumeona anasema hakuna mtu atakayekuweza. Hakuna adui atakayekuweza. Hakuna mtu atakayesimama kinyume chako akakuweza. Hakuna mtu atakayekusema kinyume chako akafanikiwa. Hayupo. Maana Mungu anasema sitakupungukia pia sitakuacha. Kama Mungu atakuwa pamoja na wewe, unaogopa nini? Hakuna kuogopa, maana yeye anasema hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Hakuna cha mchawi,
hakuna cha adui mwingine yeyote, hakuna cha ugonjwa utakao kuweza, hakuna mtu atakayeishinda biashara yako, kazi yako, bali wewe utaendelea kunawiri na kustawi. Halafu jambo la mwisho hapa kwenye mstari huu wa 6 sasa anasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu wangu nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mstari wa 7, uwe hodari na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na yote aliyowaamuru mtumishi wangu Musa. Usiache kwenda mkono wako wa kuume au mkono wako wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Upate kufanikiwa sana kila uendako. Hii ni ahadi nyingine pia. Anasema upate kufanikiwa sana kila uendako. Anasema ufanikiwe, utafanikiwa sana kila utakako kwenda. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa pamoja na wewe. Utafanikiwa kila utakako kwenda, kila utakalofanya, kila utakaloshika kwa mkono wako kulitenda litafanikiwa. Mungu akubariki, tukutane wakati ujao. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.